vita ya Irani na Marekani na Israel, kuna hili ambalo limekuwa likiibua mjadala mkubwa sana katika mitandao ya kijamii, hasa kutokana na kuchelewa kuzikwa kwa alikuwa kiongozi wao mkuu kwa maana Ayatollah Ali Khamenei. Mpaka sasa hivi taarifa za ndani kutoka Irani zinadai kwamba hajazikwa, na kuna wale wanasema kwamba Uislamu unataka mtu akifa azikwe haraka kwa sababu ndio vile ambavyo matako anataka. Ina maana gani hasa hii kwa kiongozi kama huyo na taifa la Kiislamu kuchelewa kumzika kiongozi wake? Propaganda tu. Hizo ni propaganda tu. Uislamu hauweki mtu kama sanamu bwana. Na Mashia ni wasomi wa dini. Wanajua wanachokifanya. Mataifa ya Ulaya yanajaribu kutengeneza propaganda kupaka matope taifa la Irani, hasa serikali ya Kiislamu ya Irani. Wanajaribu kuipaka matope na kuisalitisha na waumini wengine kwamba waonekane wao hawafuati misingi ya dini. Wanasema Waswahili, ukitaka kumuua mbwa mpe jina baya. Kwa hiyo hizi ni propaganda za vyombo vya magharibi. Video kadhaa zimeonyeshwa akiwa anaelekea kuzikwa na kuswaliwa. Haya maneno ni maneno ya propaganda, mimi sitaki kuyaamini hata kidogo. Ni propaganda za vyombo vya kimagharibi. Siku chache zilizopita, kama unakumbuka vizuri, Mheshimiwa Donald Trump, rais wa Marekani, aliwaambia Wairani kwamba anawapa tahadhari endapo hawatafanya mabadiliko wanayoyataka wao, hawatoacha kupigana. Anaipa masaa kadhaa. Alitweet katika Twitter yake ama mtandao wa X kwamba anakwenda kuiangamiza ndani ya siku kadhaa. Ameshaiangamiza. Yale maneno yanasemwa rais mwenye timamu anayejulikana duniani. Leo si watu wenye akili si wanamuona Trump kichaa tu. Kwa sababu kama alisema anakwenda kuiangamiza Irani kwa muda wa siku 3 na kwamba anakwenda kuifuta Irani, anaufuta utawala wa Kiislamu. Leo ni zaidi ya siku 8 hajaifuta Irani na survive na hakuna kinachofanyika. Maana yake ni maneno ya uongo. Kwa lugha hii, hata yale anayosema Donald Trump kuwa Irani anakwenda kupambana nayo kwa sababu ina silaha za nyuklia, ni maneno ya uongo. Ni maneno ya uongo. Ni maneno ya uongo. Yani kama kuna wakati Marekani imewahi kupata rais kichaa, basi wakati huu. Wakati huu imepata rais kichaa kuliko wote. Nitakuuliza katika hilo. Lakini pengine endapo yanayozungumza ni ukweli, ni kosa ama kwa sababu ya masuala ya kiusalama kama inavyotajwa kwamba wanashindwa kumzika kipindi kwa sababu ya kiusalama, watakuwa sahihi ama ni kosa kwa namna ipi ya kuchelewa? Kumzika marehemu wa Kiislamu kwa muda kutokumzika kwa kuchukua muda mrefu. Linaweza kuwa kosa ikiwa tu hakuna sababu za kuzuia kuzika. Uislamu unataka mwanadamu akifariki azikwe kwa haraka, lakini zipo sababu pia zinaweza kupelekea mwanadamu akachelewa kuzikwa. Ziko sababu za msingi ambazo kwa sasa kwa wenzetu wa nchi ya Irani sizioni hizo. Narudia tena, hakuna usahihi wowote wa maneno haya, ni propaganda za vyombo vya habari vya kimagharibi. Wanataka kuwagombanisha serikali ya Kiislamu ya Irani na makundi mengine ya Kiislamu ili waiseme vibaya, itoke mitazamo ya viongozi wa dini tofauti na matakwa hayo, ili kuandaa kisaikolojia watu waione Irani sio nchi ya Kiislamu na vita vile vinavyopiganwa si mambo ya Kiislamu. Mimi narudia tena, vita vya Marekani Muisraeli dhidi ya Irani ni vita vya kidini vinavyotazama Uislamu. Angalia mfano hai aya ya Qur'ani hii ninayoisoma sasa. Mwenyezi Mungu anasema wala ntarudha anka alyahudi wala naswara hatta tatabia millatahum. Hawatokuwa radhi Mayahudi na Wakristo zidi ya Uislamu mpaka ufuate mila zao. Donald Trump anadhihirisha kwa maneno yake leo kwamba anakwenda kupigana vita, anaipeleka vita ile Marekani kwa sababu ni vita vya kidini. Kuthibitisha hivyo, aliwaita wachungaji Ikulu States ya Marekani na kuambia maneno mazito. Lakini kumbuka juzi Donald Trump anamnyoshea kidole Papa mpya, Papa Leo. Anamnyoshea kidole na kumwambia kama sio mimi wewe usingekuwa hapo ulipo leo. Haya ni maneno ya rais, anakwenda kutamka hivi. Swali linakuja, unamaanisha Papa Leo hatekelezi matakwa ya Donald Trump katika nafasi ya upapa? Lakini haya anayasema baada ya Papa kutembelea Middle East. Tunajiuliza swali, nini kinamuumiza Donald Trump juu ya Papa Leo kutembelea nchi za Waislamu? Nini kinamuumiza? Maana yake Donald Trump ni adui wa Waislamu, anawachukia Waislamu na Mayahudi wanawachukia Waislamu. Kwa hiyo vile ni vita vya kidini. Wanatamani kulifuta
taifa la Kiislamu la Irani. Unajua, mimi nataka niwaambie hata Waislamu duniani, nataka niwaambie tofauti za Kiislamu zilizopo katika Uislamu wanazo Waislamu. Asiye Muislamu hatambui tofauti zao, kama ambavyo Muislamu anamchukulia mlokole, kwa maana Mprotestanti, Mkatoliki na dini zingine wote ni nani? Wakristo. Na Wakristo wanawachukulia hivyo Waislamu, na Mayahudi wanawachukulia hivyo Waislamu. Muislamu ndio anaweza kuona Mshia si Muislamu. Muislamu anaweza kuona Mshia si Muislamu. Msuni anaweza kuona Mshia si Muislamu. Ansari anaweza kumuona Shia si Muislamu. Lakini mbele ya Muyahudi, Shia ni Muislamu, Msuni Muislamu, na kila Muislamu. Ni vita ambayo anapigwa Muislamu. Akimpiga vita Mshia leo akammaliza, Myahudi atamtafuta Msuni atambomoa, atamtafuta Muibadhi atambomoa, atamtafuta yani ataangalia categories za Uislamu atazibomoa kwa nafasi ya Uislamu, hatoziacha. Hiyo ndo kanuni ya Myahudi. Kwa hiyo Waislamu wanatakiwa wajue adui namba moja wao ni Myahudi. Wapambane na Myahudi popote alipo duniani, ni adui namba moja. Lakini kwa kile unachokiona sasa hivi, mazungumzo yanayoendelea, nini ambacho unakiona kimavuta mezani kuweza kukaa mezani? Ni kwamba Marekani vita imemshinda, ama Irani pia umeona kwamba vita vina faida, umeona wakae mezani? Nini unachokiona wewe katikati hapo? Kwanza, nani kaanzisha vita? Marekani na Israel. Kama Marekani na Israel kaanzisha vita na yeye ndio anakubali kukaa mezani, manake Marekani kashindwa. Kwa sababu wakati anafanya vita alihisi ataiondoa Irani kwa muda mfupi. Ndio maana maneno ya kijinga yaliyotamkwa na rais wao juzi kwamba tunakwenda kuifuta Irani kwa muda mfupi, tutaivurumishia mabomu, dunia itatushangaa. Hatujaona bomu lilovurumishwa, baada yake anaomba po. Aliyeshindwa vita ni Marekani. Marekani kashindwa vita, hii iko wazi sana. Marekani kashindwa vita. Muirani ameamua kuwanusuru raia wake, kwa sababu sheria ya Kiislamu, pale unapotakiwa kumnusuru Muislamu uhai wake, ni bora zaidi kuliko kumuondoa. Kwa hiyo uko wakati unafanya suruhu, hata kama inakandamiza sehemu ya utu wako na haki yako, lakini kwa maslahi mapana ya jamii, fanya hivyo. Ndio maana wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika vita vya Hudaibia, Mtume alikubali kuandika Muhammad bin Abdillah badala ya kuandika Muhammad Rasulullah. Kwenye mkataba akakubali kuandika Muhammad mtoto wa Abdillah, akakubali raia wasio Waislamu kuandika Muhammad mtume wa Mungu. Kaondoa neno mtume wa Mungu japo mapana Uislamu. Lakini pia katika mkataba ule kuna mahala unasema ndani ya miaka 10 mtu akiingia katika Uislamu haruhusiwi kuingia katika Uislamu, lakini anaruhusiwa kutoka katika Uislamu. Mtume alisaini huo mkataba akakubali, miaka 10 Waislamu wanaruhusiwa kutoka, lakini hawaruhusiwi kuingia katika Uislamu. Lakini mkataba ule na fikra zile za Mtume ndio zilipelekea kusilimu kwa Khalid bin Walid, ndio zilipelekea Uislamu kushinda na vita vya Badri vya kwanza Waislamu kushinda, kwa sababu walijipa muda wa kujiandaa zaidi kwa silaha. Muirani anapokubali kusimama vita na kufanya mazungumzo, anajipanga zaidi namna ya kushambulia na kujihami. Kwa hiyo lugha nyingine, Muirani ameshinda vita, Marekani ameshindwa vita. Unaona mazungumzo yataishia wapi hasa, kwa sababu ndo kila ambacho kinaendelea sasa hivi? Watarudi katika vita, ama unaona mazungumzo yatachukua nafasi yake na vita kuweza kumalizika? Lolote linaweza kutokea. Lolote linaweza kutokea, kwa sababu upo wakati Marekani anaona kuendeleza vita ni kuwaathiri washirika wake. Kwa sababu ukumbuke, Muirani anatumia target yake vizuri. Vipi? Marekani ameweka bezi baadhi ya nchi za Kiarabu, na anapopeleka makombora katika nchi zile, wahanga wakubwa ni Waarabu. Mwarabu anataka kula bata, Mwarabu hataki usumbufu, hataki shida. Sio, nimeeleweka sawa sawa? Anapoona Marekani anamtengenezea chokochoko ya kuwanyima amani raia wake, mwisho wa siku nchi za Kiarabu zitakubali kuvunja mikataba ya ulinzi ya kijeshi na Marekani. Jambo ambalo akifanya hivyo, Muisraeli ataishi katika maisha ya dhiki zaidi dhidi ya Irani, kwa sababu tayari wameshamchokoza. Ili kuzuia baadaye Muirani asikae peupe,
ni bora Marekani akubali matokeo, wakae chini wayazungumze, ili kesho na kesho kutwa kambi zile zilizopo katika nchi za Kiarabu ziendelee kuwa bezi ya kuwasaidia Waisraeli wasije wakaathirika na taifa lisiyowataka uwepo wao wa Israeli. Kwa lugha nyingine, vita hivi kashindwa Marekani na kashinda Muirani kashinda na Marekani kashindwa. Sawa kabisa. Swali langu la mwisho, hasa Gad, pengine hasa unajua wakati mwingine kwenye madawa hasa huduma kama hizi unakuta bana hii hairuhusiwi kutumia labda chini ya miaka 18 au miaka fulani. Kwa mtu ambaye itazama sasa hivi, hii ni kwa kila mtu. Kwa sababu hii dawa hailiwi, hata mtoto aliyezaliwa sekunde moja iliyopita anatumia. Kwa sababu hii dawa hailiwi, hii dawa ni kuoga, hii dawa ni kuchoma. Kwa hiyo dawa hii inatumika kwa watu wa rika zote, watu wa dini zote, watu wa makabila yote, watu wa jinsia zote, watu wa rika zote. Kwa namba ya simu kwa mtu ambaye sahau labda kuendelea. 0748 800 400 na 0710 400 200. Dr. Asante sana. Shukrani sana. Asante.